Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nakukaribisha siku njema leo. Bwana amenipa kibali ya kusema na wewe ili ukapate kujifunza na kuendelea kupiga hatua zaidi na kuendelea kutambua zaidi yapi yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na zaidi unaposikiliza ujumbe huu, usikose kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili ujumbe wa Mungu uwafikie wengi na zaidi ufalme wa Mungu upate kuendelea kujengwa katika jina la Yesu Kristo. Leo nitaenda kufundisha kuwa ufunuo ni siri ya ubora wa matokeo. Ufunuo ni siri ya ubora wa matokeo. Ili uwe na ubora wa matokeo sehemu yote, katika huduma ulionayo, katika biashara, katika ndoa yako, katika elimu yako, katika nyanja zote za maisha, lazima uwe na ufunuo. Kwa hiyo ufunuo ndiyo siri ya ubora wa matokeo. Kwa hiyo unaweza kuwa na matokeo lakini matokeo yasiwe bora, na ili uweze kuwa na matokeo bora lazima uwe na ufunuo. Kwa hiyo utakapozidi kuwa na ufunuo zaidi kuhusu jambo hilo unalolifanya, ndivyo nazidi kuwa na matokeo bora zaidi. Na nikisema ufunuo, nipate kuelezea na kufungua fahamu. Nikisema ufunuo ni mwanga wa kiungu. Ufunuo ni mwanga wa kiungu unaomwezesha mtu kuelewa ukweli ambao awali alikuwa hauelewi. Ufunuo ni mwanga wa kimungu unaomwezesha mtu kuelewa ukweli ambao awali ulikuwa umefichika. Kuna ukweli upi ulikuwa umefichika ambao ulikuwa ufahamu? Kwa unavyofunuliwa kitu ambacho kilikuwa kimefichika kwako, hiyo ndio tunaita ufunuo. Kwa hiyo Mungu huwa anaweka wazi, kwa sababu anasema siri zake zi nao wamchao Bwana. Kwa hiyo Mungu huwajulisha siri watu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa siri, lakini pia siri hizo huwajulisha watu, wafunulia watu. Kwa hiyo Mungu anaweka wazi ukweli, mtu anafunuliwa ukweli fulani. Mungu anaweka wazi ukweli, Mungu anaweka wazi kuhusu siri fulani katika maisha yako, kwa jambo ambalo ulikuwa ulifahamu. Mungu anaweka wazi, Mungu anaweka wazi, anakujulisha na kupa maarifa kuhusu jambo fulani au mapenzi yake kwako kupitia Roho Mtakatifu. Mungu anafunua mapenzi yake kwako kupitia Roho Mtakatifu. Wakati ambapo Yesu Kristo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 14, mimi nitasoma kuanzia mstari wa 16 hadi 17. Wakati ambapo Yesu Kristo aliuliza wanafunzi wake, akamwambia, watu wananena mimi kuwa ni nani? Wanafunzi wake akasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine ni mmoja wa manabii wa kale. Na Yesu akauliza, ninyi mwanena mimi kuwa ni nani? Kwa hiyo Petro ndiye aliyejibu, na Petro alivyojibu alifunuliwa na Mungu kujua Yesu ni nani. Kwa hiyo kuna vitu vingine hautopata kujua na kuna vitu vingine hautopata kupiga hatua zaidi, lazima ufunuliwe, lazima ufunuliwe. Kwa kuna vitu vingine unaona haujapiga hatua, upo kanisani, ni kama uelewi. Ule kutokuelewa, kuna kitu haujafunuliwa, kuna kweli haujafunuliwa. Kwa sababu utajua kweli, nayo kweli itakuweka huru, unabidi ufunuliwe katika kweli hiyo. Asa Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, eli wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Lazima ufunuliwe. So unavyozidi kufunuliwa mapenzi ya Mungu juu ya kitu ulicho nacho, unavyozidi kufunuliwa mapenzi ya Mungu juu ya kazi ulionayo, unavyozidi kufunuliwa mapenzi ya Mungu zidi ya elimu ulionayo. Kwa nini katika kiwango hicho cha elimu? Kwa nini unahitaji zaidi kusoma? Kwa nini? Yani mapenzi ya Mungu nini katika hicho? So lazima ufunuliwe mapenzi ya Mungu. Unavyozidi kufunuliwa mapenzi ya Mungu juu ya kitu unachokifanya, ndivyo unazidi kuwa na matokeo zaidi. Una kazi, ni mwajiriwa, ni mfanyabiashara, pengine kiongozi wa serikali, hebu muulize Mungu,
umuulize kwamba Mungu, kwa nini mimi umenipa nafasi hii? Kwa nini mimi umenipa nafasi hii? Na kwa nini mimi niko hapa? Wengine hapo katika ndoa wanajua tu kama wameingia katika ndoa kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Hapana, lazima kuna kitu ambacho Mungu anataka kutumia kupitia ndoa hiyo. Kwa hiyo lazima ufunuliwe zaidi. Una huduma, lazima ufunuliwe zaidi kuhusu huduma ulionayo. Lazima ufunuliwe zaidi kwa matokeo utakuwa nayo bora zaidi kadri utakavyofunuliwa, utakavyoelewa mapenzi ya Mungu, utakavyofunuliwa, utakavyoanza kuwa na mwanga ule wa ndani kuhusu kitu unachokifanya. Paulo pia yeye mwenyewe alifunuliwa kuhusu Kristo. Anasema Mungu alimpa Paulo ufunuo wa ndani zaidi kuhusu Kristo, kitabu cha Galatia sura ya 1 mstari wa 15 hadi 16. Lakini pia Paulo anawaombea watu wapewe roho ya ufunuo na macho ya mioyo yao yatiwe nuru. Nami nakuombea wewe katika jina la Yesu Kristo, roho ya ufunuo na macho ya moyo yatiwe nuru. Kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 17 hadi 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho yako yatiwe nuru, upate kuwa na roho ya hekima na roho ya ufunuo katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kuwa umeokoka na pengine hujaokoka, ni kwa sababu tu neema haijafunuliwa kwako. Unachokihitaji tu ni ufunuliwe. Unaweza ukawa hujaokoka na bado unajiuliza wanaokoka wanafanya nini, kama uwaelewe, na ni kama kuna kitu unakijua zaidi, unajua zaidi, kuna kitu ni kama unaona unajua zaidi, unachanganua zaidi, lakini kuna kitu bado hujajua. Mungu akufunulie katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni neema hii mpaka ufunuliwe, mpaka Kristo afunuliwe ndani mwako, mpaka neema ifunuliwe ndani mwako, mpaka ufunuliwe, ndipo utapata kuelewa. Kwa hiyo sifa za ufunuo, sifa za mwangaza wa kiungu, lazima utambue kwamba mwangaza wa kiungu unafunuliwa ndani. Na ndio maana ukianza kufunuliwa na Bwana akaanza kukufunulia, hautoishi kama wengine wanavyoishi, hautoelewa kama wengine wanavyoelewa, hautosema kama wengine wanavyosema, bali mtu atasema, lakini utaona zaidi alichokisema, kwa sababu umefunuliwa ndani yako. Kwa hiyo ufunuo, kwanza sifa ya ufunuo kutoka kwa Mungu. Ufunuo lazima utoke kwa Mungu. Ufunua kweli. Ufunua ukweli uliokuwa umefichika. Ni ukweli upi ulikuwa umefichika? Na kwa maana hii tunaweza ukawa unasema ni Mkristo, lakini Kristo hayuko na wewe. Sasa ili useme ni Mkristo, lazima ufunuliwe kuhusu Kristo. Umefunuliwa nini kuhusu Kristo? Lazima wewe umeokoka na Mungu amekujalia umepata kazi. Je, umefunuliwa nini kuhusu kazi hiyo? Kwa nini Mungu amekupa kazi hiyo? Anakufunulia nini? Na kwa nini uko katika mazingira hayo uliyopo? Mungu anahitaji nini ufanye hapo? Kwa sababu hajawa mahali hapo bahati mbaya. Mungu ana kusudi gani na kuwa mahali hapo? Una huduma, unatumika, kuna kusudi lipi? Kwa hiyo ufunua ukweli uliokuwa umefichika. Lakini pia ufunuo huleta ufahamu wa kiroho. Unaanza kuwa na ufahamu wa kiroho. Watu wengi wanajudi katika Mungu, lakini si katika maarifa. Ufahamu uko chini sana. Ufunuo huleta mwelekeo na maamuzi sahihi. Ili uweze kuwa na mwelekeo na maamuzi sahihi, si maamuzi ya kuiga, si maamuzi ya mkumbo. Ufunuo lazima uelewe, lazima moyo wako utiwe nuru, lazima fahamu zako zipate kufunuliwa. Ufunuo mfanya mtu aishi kulingana na mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya wanadamu. So kuna watu ambao wanaishi kwa kufuata mapenzi ya wanadamu na si mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa na ufunuo utaishi kwa kufuata na kwa kufanya mapenzi ya Mungu na wala si mapenzi ya wanadamu. Kwa hiyo kwa ufupi, ufunuo ni mwanga unaofungua macho ya roho ili mtu ajue. Ufunuo ni mwanga unaofungua macho ya kiroho ili mtu ajue.
ili mtu aelewe na afanye mapenzi ya Mungu, na hivyo kuishi maisha yenye matokeo bora zaidi. Ufunuo ni mwango na kufanya uelewe, ni mwango na kufanya uanze kufanya kwa vitendo na kuyaishi mapenzi ya Mungu, na katika hivyo unapata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo ufunuo ni siri ya ubora wa matokeo, na hii ina maana kwamba kiwango cha matokeo ya mtu hutegemea kiwango cha ufunuo. The more you know, the more you function. The less you know, the less you function. Unayofunuliwa zaidi ndivyo utakavyotumika zaidi, ndivyo utakavyofanya zaidi. Lakini usipojua zaidi, ukijua kidogo, utatumika katika udogo. Kwa hiyo ufunuo unategemea na matokeo yanategemea kiwango cha ufunuo, kiwango cha maarifa na mwanga kutoka kwa Mungu ulionao wewe, mwanga ulionao. Na ndio maana taa zipo za aina tofauti. Kuna taa ndogo, kuna taa kubwa pia. Kuna taa inaweza ikaangaza sehemu kubwa zaidi. Ndivyo ilivyo pia. Mtu mwenye ufunuo sahihi na matokeo yake huwa sahihi. Kwa hiyo unavyozidi kufunuliwa zaidi, unaendelea kuwa na hekima zaidi, unaendelea kuwa na ufahamu zaidi, unaendelea kuwa na maarifa zaidi, ndivyo utakavyofanikiwa na ndivyo utakavyoendelea. Nani mwambia mkuu wako ukapate kufanikiwa na kuendelea. Kitabu cha Mithali sura 24 mstari wa 3 hadi wa 4. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Hekima, kuelewa mapenzi ya Mungu. Maarifa, kujua kitu unachokifanya, kuwa na uelewa juu ya kitu unachokifanya. Na kwa ufahamu inakusaidia kutenda, how to apply, namna gani utende. Kwa hiyo inabidi ujue jambo la kwanza kwamba ufunuo huleta matokeo sahihi. Ufunuo ni siri ya bora matokeo, na katika siri hiyo ya kwanza ni kwamba ufunuo unaleta matokeo sahihi. Mtu mwenye ufunuo hafanyi mambo kwa kubahatisha. Watu wanaofanya mambo kwa kubahatisha ni kwa sababu hawana ufunuo juu ya kitu wanachokifanya. Huwezi ukafanya huduma kwa kubahatisha ikiwa una ufunuo juu ya kitu unachokifanya. Aidha ni mwimbaji, Yesu kaimba kwa kubahatisha, angali na ufunuo juu ya hicho kitu unachokifanya. Ni mfanya biashara, Yesu kafanya biashara kwa kubahatisha, angali una ufunuo juu ya kitu unachokifanya. Kwa hiyo ufunuo huleta mwelekeo sahihi. Lazima uwe na mwelekeo sahihi. Mtu mwenye ufunuo hafanyi mambo kwa kubahatisha, utembea kwa mwongozo wa Mungu. Kitabu cha Zaburi 32:8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana atakufundisha. Bwana atakufundisha na atakuonyesha njia ya kuendea. Utafunuliwa, Bwana atakufundisha. Hiyo ndiyo siri ya ufunuo, ya kuwa utakuwa na maamuzi sahihi. Kitabu cha Isaya 60:21. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Masikio yako yatasikia. Bwana atakuongoza kufanya maamuzi sahihi. Ikawe kwako katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine inabidi utambue kwamba ufunuo huongeza ubora wa maamuzi. Ufunuo huongeza ubora wa maamuzi. Ufunuo huongeza ubora wa maamuzi. Unapokuwa umefunuliwa ukajua njia, Bwana akakujulisha mapenzi yake, akakujulisha kitu cha kufanya, lazima inaongeza ubora wa maamuzi. Kitabu cha Yakobo 1:5 anasema mtu akwenda akiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapa yote. Aombe kwa imani wala hakemei. Kitabu cha Misali 3:5 hadi 6 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Lazima mtumaini Bwana. Lazima mtumaini Bwana katika kila kitu. Kwa hiyo ufunuo huongoza ubora wa maamuzi. Utakuwa na maamuzi sahihi. Utakuwa na mwelekeo.
Mtegemee Bwana kwa akili zako zote. Kuna watu ambao wanadhani wanamtegemea Bwana kwa akili zao zote, lakini kiuhalisia hawajamtegemea Bwana kwa akili zao zote. Maana yeye anasema naye atayanyoosha mapito yako. Mapito yako yatanyoshwa. Utaanza kuwa na maamuzi sahihi kwa sababu unafunuliwa njia ya Mungu. Ufunuo umtofautisha mtu na mwingine. Ili utofautishwe wewe, huduma yako na huduma ya mwingine, kazi yako na kazi ya mwingine, biashara yako na biashara ya mwingine, kitu unachokifanya wewe na mwingine, zaidi kinachotofautisha ni ufunuo. Wewe unajua nini? Unawaelewa gani kuhusu hiyo kazi? Yusufu alitofautishwa kwa sababu Mungu alimpa ufunuo wa ndoto. Alikuwa gerezani, akatofautisha na wafungwa wengine, akaondolewa, yeye akapata kibali, akaenda kwa mfalme. Ni kwa sababu Yusufu alipewa ufunuo wa ndoto. Kwa ni ufunuo gani ulionao na kutofautisha na mwingine? Danieli pia alitofautishwa na akapata neema, na wengine akatofautishwa na wengine kwa sababu ya ufunuo ambao alipewa. Lingine kwamba ufunuo huleta mafanikio yasiyopatikana kwa nguvu za kawaida. Ufunuo, ukiwa na ufunuo utapata matokeo yasiyopatikana kwa nguvu za kawaida. Petro wakati hajakutana na Yesu, alivyokuwa anavua samaki, alivua usiku kucha, ametumia nguvu isiyokuwa ya kawaida. Lakini Petro akutana na Yesu, na Yesu baada ya kumaliza kuhubiri akamwambia, tweka hata kilindini ukashushe nyavu zenu. Petro akamwambia, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha tukupata kitu, lakini kwa neno lako. Aliona kitu ndani ya Yesu, aliona kitu ndani ya Yesu. Na upate kufunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Upate kufunuliwa ni neno lipi ambalo utasimama nalo, na hilo Mungu atapata kutenda zaidi. Ufunuliwe neno na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ufunuo pia umwezesha mtu kushinda vita visivyoonekana. Kuna vita visivyoonekana. Sasa tunao watu wengi katika kanisa la leo, lakini vita ya kiroho imekuwa ikiwa gumzo kwao sana. Kwa sababu moja, inabidi tambua umuhimu wa ufunuo, na ufunuo umwezesha mtu kushinda vita visivyoonekana. Na ndio maana kila mtu ana Roho Mtakatifu afunuaye siri. So kuna mambo gani adui anapanga kwa ajili yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kazi yako? Mungu anaweza kufunua mipango ya adui kabla haijatekelezwa. Na ndio maana kila mtu aliyokoka lazima akishe kwamba na Roho Mtakatifu, na kupitia Roho Mtakatifu utafunuliwa mipango ya adui. Ni mambo gani adui anapanga kwa ajili ya maisha yako? Kitabu cha Wafalme wa Pili 6:8-12. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Yaani mtu yuko sehemu nyingine na mwingine yuko sehemu nyingine. Huyu ni mtu wa Mungu, mtu mwenye Roho wa Mungu. Na wewe lazima utambue kwamba kuna umuhimu wa kuwa na Roho wa Mungu, ili ukapata kufunulia ni vitu gani adui anapanga kwa habari za maisha yako. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili, akaita watumishi wake akamwambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wapo watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli umwambie mfalme wa Israeli maneno unenayo katika chumba chako cha kulala. Maneno unenayo katika chumba chako cha kulala. Ufunuo utakuwezesha kushinda vita visivyoonekana. Kadiri ufunuo unavyoongezeka, ndivyo ubora wa matokeo unavyoongezeka. Kadiri ufunuo unavyoongezeka katika maisha yako kuhusu kitu unachokifanya,
kadri unavyozidi kuwa na uelewa, kadri unavyozidi kuwa na uelewa wa kimungu, kadri unavyozidi kuelewa mapenzi ya Mungu juu ya kitu ulicho nacho, ndivyo unazidi kufanikiwa zaidi. Na zaidi ni kuwa ufunuo huleta ukuaji wa kiroho, huleta hekima na matunda yenye kudumu. Ufunuo huleta ukuaji wa kiroho, hekima na matunda ya kudumu. Hitimisho ni kwamba Mungu hataki watoto wake waishi kwa kubahatisha. Mungu hataki wewe uishi kwa kubahatisha. Mungu hataki wewe uishi kwa kubahatisha. Anataka waishi kwa ufunuo. Mtu anayemtafuta Mungu kwa bidii hupokea ufunuo, na ufunuo huo ubadilisha maamuzi. Unaomba, lazima upokee ufunuo katika maombi. Danieli aliomba ili apate kupewa ile ndoto. Sasa kama Danieli angeomba afa asifunuliwe, mfalme angemwambia nini? Mtu mwenye bidii katika Mungu humpa ufunuo, na ufunuo huo ubadilisha maamuzi, ubadilisha matendo, na mwisho wake huleta matokeo bora. Naomba nifuatishe sala hii kwa imani ili ukapata kuvuka na kupata kuvuka. Sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, nifungulie macho ya ufahamu wangu, nipe roho ya hekima na ufunuo ili niweze kuona mapenzi yako. Nipe roho ya hekima na ufahamu ili niweze kutambua ni yapi mapenzi yako katika maisha yangu. Nipe roho ya hekima na ufahamu ili niweze kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu. Nijalie roho ya hekima na ufahamu ili niweze kufanya yale mapenzi yako na kuishi maisha yenye ubora na kupata matokeo yenye ubora kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea neema na rehema zake Mungu ziwe pamoja nawe, na kupitia somo hili upate kuvushwa, upate kubarikiwa na upate kuinuliwa. Na zaidi usikose kusubscribe, comment, kulike na kushare ili ujumbe wa Mungu uweze kusambaa zaidi na watu wengi wapate kubarikiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo.